Kuna makocha watatu wa kigeni ambao walikuja na leseni kama alionayo Dimitar Pantev wa Simba hivi sasa, na walikwenda kufanya makubwa katika vilabu vyao na walikuwa na rekodi nzuri mwisho wa siku. Wa kwanza ni Milud Hamdi ambaye alikuwa kocha wa Young Africans mwishoni mwa msimu uliopita. Ni mwalimu ambaye ana UEFA A license kama alionayo Pantev hivi sasa, lakini kitakwimu Yanga ya Milud Hamdi ndio Yanga ambayo ina rekodi bora zaidi ya kiufanisi kwa maana ya wastani wa alama, lakini hata magoli ambayo walikuwa wanafunga. Yanga ya Milud Hamdi ilikuwa ina wastani wa kufunga magoli 3 kwenye kila mchezo, na kitakwimu ilikuwa ni Yanga ambayo ilikuwa ina ufanisi zaidi hata katika ukusanyaji wa alama. Wa pili ni Yusuf Dabo ambaye alifanya vizuri kwenye msimu wake wa kwanza akiwa na Azam, alisaidia timu hiyo kushika nafasi ya pili, na yeye pia ana UEFA A license, lakini aliyekuwa anatambulika kama kocha mkuu alikuwa ni msaidizi wake Bruno Ferri. Lakini kocha wa tatu na mwisho ni kocha ambaye amewahi kupita pia Simba, ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Didier Gomes da Rosa. Da Rosa wakati anaichukua Simba msimu wa 2020-21 ni mwalimu ambaye alikuwa na leseni ya UEFA A license, na katika michuano ya kimataifa aliyetambulika kama kocha mkuu alikuwa ni kocha wa magolikipa kipindi hicho Milton Nienoff, ambaye kimakaratasi alikuwa amekidhi na alikuwa amekamilisha leseni zote. Kitakwimu hasa katika namna ambavyo timu ilikuwa inazuia kwenye kipindi cha miaka 4 ambayo Simba walipata mafanikio ya back to back ligi kuu pamoja na FA, Simba Didier Gomes da Rosa ilikuwa na the best defense, ilikuwa na safu bora zaidi ya ulinzi ikiwa imeruhusu magoli machache zaidi, na ni timu ambayo ilikuwa inaonekana kuwa ni hatari kweli kweli, lakini ilikuwa chini ya mwalimu ambaye alikuwa hajatimiza leseni zote inavyotakiwa. Kwa hiyo habari ya walimu kuja kwenye ligi yetu kutoka nje wakiwa hawajatimiza leseni ni vitu vya kawaida, na hivi sasa Pantev ni mwalimu mwingine ambaye ametua katika viunga vya Msimbazi akiwa hajamaliza elimu ya juu kabisa ya ukufunzi, lakini tumepata mifano ya walimu ambao walifanya vizuri bila kutimiza elimu hiyo. Na kiwasifu Dimitar Pantev hana tofauti sana na Didier Gomes da Rosa. Da Rosa, moja kati ya vitu ambavyo vilimtambulisha kwa ukubwa wakati anajiunga na Simba ilikuwa ni kupata mafanikio katika vilabu vyote vya Afrika ambapo aliwahi kufundisha. Alianza Rwanda akiwa na Rayon mara 2, ubingwa wa ligi kuu back to back akiwa na Cotton Sport ya Cameroon, akaenda kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Guinea akiwa na Horoya, akaenda kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Sudan akiwa na El Merreikh, kabla ya kuja katika viunga vya Simba Sports Club. Huu ni wasifu ambao pia amekuja nao Dimitar Pantev, kama ilivyokuwa kwa Da Rosa akiwa bado ana UEFA A license, hajatimiza leseni vile inavyotakiwa, lakini naye amekuja akiwa na wasifu wa kufanya vizuri Botswana, wasifu wa kufanya vizuri Cameroon, na wasifu wa kufanya vizuri hata huko kwao katika nchi ya Bulgaria.